Watu wengi wanafeli kwenye usaili wa kazi, sio kwa sababu wanakuwa hawajui, au sio kwa sababu wanakuwa hawafahamu. Basically wanafeli kwenye usaili wa kazi kwa sababu kubwa mbili tu. Sababu ya kwanza ni kukosa maandalizi sahihi, na sababu ya pili ni kutokuwa serious. So, ndani ya video hii kama utatazama mpaka mwisho, nitaenda kukuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kujiandaa na usaili wa kazi, wa mahojiano, au wolo, job interview. Kama ni mara yako ya kwanza, nikukaribishe. Kwa majina naitwa Tony Mbugi, by professional mimi ni civil engineer, lakini pia ni mwandishi wa vitabu viwili na ni tutor katika platform ya Udemy na ni lecturer. So, hatua za kufuata unapojiandaa na usaili wa mahojiano wa kazi, basically ziko 3 tu. Hatua ya kwanza, lazima unatakiwa uifahamu taasisi unayoenda kufanya usaili. Nikisema taasisi maana yake unatakiwa uifahamu ile taasisi wewe unapoenda kufanya usaili au ulipoomba kazi. Yaani maana yake unatakiwa uifahamu taasisi na majukumu yake ya kiutendaji. Sawa? Basically taasisi ziko 3. Tuna taasisi ambazo zinafall kwenye category ya government institution, tuna taasisi ambazo zinafall kwenye category ya academic institution, lakini pia tuna taasisi ambazo zinafall kwenye private company. Sasa wewe unapojiandaa na usaili wa kazi, lazima ujue, je, kati ya hizo taasisi 3 unaenda kufanya usaili wa mahojiano kwenye taasisi gani? Mtu anayeenda kufanya usaili kwenye government institution na mtu anayeenda kufanya usaili kwenye academic institution hawawezi wakafanana. Au mtu anayeenda kufanya usaili kwenye academic institution na mtu anayeenda kufanya usaili kwenye private companies hawawezi wakafanana, hata kama wote wangekuwa civil engineers. Yaani chukulia mfano kwamba wewe ni civil engineer, umeomba kazi TARURA, si ndio? Lakini pia wewe ni civil engineer, umeomba kazi ya tutorial assistant, let's say labda UDSM. Lakini pia wewe civil engineer, umeomba labda kazi kwenye private company, let's say labda umeomba kazi kwenye kampuni ya Chico. Hao watu watatu, au wewe mwenyewe tu ashumu ukawa umechaguliwa kwenye hizo position 3. Hata ufanyaje ukiattend kwenye hizo sehemu, lazima kuna tofauti tu utaikuta. Yaani basically hiyo iko hivyo tu, kwa sababu the way hizi kampuni zinavyo operate ni tofauti, lakini pia the way mtu anayemhitaji kufit kwenye position anayotaka afiti, majukumu yake yani haiwezi ikafanana kabisa, kwa sababu kwenye government institution kuna vitu vyake ambavyo wanakuwa wanatamani mtu aje afiti, lakini pia kwenye academic institution kuna vitu ambavyo wanatamani aje afiti, na kwenye private companies kuna vitu ambavyo wanatamani mtu afanyaje afiti. Sawa? Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa unapojiandaa na usaili wa mahojiano, lazima ujue wewe unaenda kufanya usaili kwenye taasisi gani kati ya hizi 3 hapa. Kwa hiyo lazima ujue. Ukishajua lazima ufahamu pia na majukumu ya kiutendaji ya hiyo taasisi ni yapi, kwa sababu hiyo ndio ina form base ya hata ya maswali pia ya maswali ya interview yako. Kwa hiyo lazima ufahamu interview yako je, hiyo taasisi uliyoomba je ni government institution, academic institution au private company, na majukumu yake ya kiutendaji ya hiyo nini, ya hiyo taasisi. Hatua ya pili, unatakiwa ufahamu majukumu yako ya kiutendaji, au tunasema job description. Yaani lazima uyaelewe wajibu wako wa kiutendaji au job description kulingana na ile kazi uliyoomba au kulingana na ile position uliyofanyaje uliyoomba. Unatakiwa ufahamu in and out kulingana na taaluma yako. Je, hiki kitu, je, majukumu yako yamekaaje kitaalamu, yanaingilianaje na taaluma yako, una participate vipi na inakuwaje. Alafu step namba 3 unayotakiwa kuifuata, unatakiwa sasa baada ya kujua kule taasisi na majukumu ya kiutendaji uliyoomba, alafu pia ukaelewa vizuri majukumu yake ya kiutendaji au job description ya position au kazi uliyoomba, unatakiwa sasa ufanye maandalizi sahihi ya kujipanga kulingana na maswali unayoweza kukutana nayo. Nikiwa na maana gani? Usaili wa kazi una maandalizi ya aina 2 tu. Kwa hiyo kuna maandalizi yale ambayo tunasema ni maandalizi ya general, lakini pia tuna maandalizi yale ambayo tunasema ni maandalizi maalum au specific preparation. So kulingana na kategori ya zile taasisi zilivyokaa kule juu, kuna taasisi ambayo tumesema ni government institution, kuna taasisi ambayo tumesema ni academic institution, lakini pia kuna taasisi ambayo tumesema ni private company. Kwa hiyo hata maandalizi unavyoyafanya, nimetolea mfano labda civil engineer aliomba kazi TARURA, labda na civil engineer aliomba kazi ya tutorial assistant, labda let's say UDSM, na civil engineer aliomba kazi kwenye private company, let's say labda Chico. Hawa watu maandalizi yao hayawezi yakafanana kabisa. Basically yule ambaye ameomba kwenye private company, maandalizi yake yanakuwa more specific, kwa sababu anatakiwa ifahamu je, ile taasisi inadili na majukumu gani kabisa exact ya kiutendaji. Kwa hiyo yale majukumu ya kiutendaji ambayo ile kampuni inadili nayo, obviously hata maswali ambayo yatakuwa yanaulizwa
yatadilai mle mle. Lakini kwa yule mtu labda ambaye anajiandaa na academic institution, maandalizi ya ambayo yanahusiana ukiwa unafanya usaili kwenye category ya institution ambazo zinafall kwenye category ya academic, basically yanakuwa tu general, kwa sababu yanakuwa yamecombine vitu vingi, yanahitaji wewe ufahamu theory za vitu vingi, yani tofauti na zile ambazo zimejikita sehemu moja. Let's say labda mtu anayeomba kazi ya tutorial assistant labda UDSM, si ndio? Basically yule maana yake ameomba kazi ya tutorial assistant civil engineering, lakini hawaja specify hiyo civil yatadili na nini, na ndani ya civil kuna more than 80 branches. Kwa anatakiwa awe ana concept nyingi zaidi, so maandalizi yake atakuwa more for general preparation than specific preparation. Lakini kwa yule mtu labda ambaye anafall kwenye category ya government institution, pia naye kuna maandalizi yake binafsi ambaye anatakiwa afanye maandalizi binafsi kulingana na category ile aliyofanyaje, aliomba. Na kwa nini nimekuambia hizi step unatakiwa uzifuate? Basically unatakiwa uzifuate kwa sababu hata maswali ambayo yanaulizwa kwenye oral interview yanakuwa yanatokana na hizo step 3 tu. Nikiwa na maana nimekuambia unatakiwa uelewe taasisi uliyoomba na majukumu yake ya kiutendaji. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya oral interview unaweza ukakutana na maswali ambayo yanafall kwenye kategori ya hizo 3 tu. Ambayo nikisema majukumu ya taasisi na utendaji wake, maana yake ukielewa yatakusaidia wewe kujibu maswali ambayo yanafall kwenye kategori ya maswali kuhusu taasisi, au tunasema organization or institution question. Na tukija kwenye upande wa pili, labda tukisema unatakiwa uelewe majukumu yako ya kiutendaji au job description. Kwa nini uelewe? Kwa sababu hii itakusaidia kujibu maswali ya oral ambayo yanafall kwenye kategori ya maswali ya kiufundi, au tunasema technical questions. Alafu kitu cha tatu sasa, kupitia hiyo ambayo ukishafahamu majukumu yako ya kiutendaji, yatakusaidia pia kujibu maswali kukuhusu wewe binafsi, au tunasema personal questions, specifically zile ambazo zinakuhusu wewe. Kwa nini wakuajiri wewe kwenye hiyo taasisi na wasiajiri mtu mwingine? Ni kwa sababu yani anakuwa yana fit in, yani wewe ukijiangalia expertise yako na job description una fit in sehemu gani. Kwa basically hizi ndio step kubwa 3 unazotakiwa uzifuate wakati unafanya maandalizi ya usaili wa kazi wa mahojiano, kwa sababu zitakusaidia kujibu maswali haya matatu, maswali aina kuu 3 za maswali ambayo muda mwingi yanajirudia na yanaulizwa mara kwa mara kwenye karibia kila oral interview. Naamini umeenjoy na umejifunza kitu. Basically baada ya kuwasaidia zaidi ya watu 7 kufaulu kwenye interview zao za kazi na kupata matokeo mpaka kuingia kazini, kama unavyoona wale ambao ni civil engineers and civil technician. So kama na wewe utatamani nikushike mkono hatua kwa hatua, unaweza ukanipigia na ukanitafuta kwa WhatsApp namba 0746452103, ukanieleza changamoto yako nini na mimi nikakuelekeza nini cha kufanya, au nikakupa hatua kwa hatua step guideline, kitu unachotakiwa kufanya, kitu unachotakiwa kukipitia mpaka kupata matokeo. So kama umefurahia video hii, basi hakikisha unatizama video nyingine, ikiwa kuna video ya jinsi ya kujiandaa na usaili wa kazi hatua kwa hatua, na video nyingine jinsi ya kujiintroduce yourself kwenye oral interview, na video nyingine CD zinazokuwezesha wewe kufaulu usaili wa kazi. Link nimekuwekea kwenye description hapo chini, lakini pia mwishoni mwa video hii. So hakikisha una subscribe ili makala nyingine nzuri kama hizi zitakapokuwa zimetoka zisikupite, lakini pia hakikisha una like na kushare na watu wengine, ili watu wengine waendelee kujifunza zaidi na kupata matokeo. Nikutakia wakati mwema. Peace.